Masuala makubwa yaliyokuwa yamewasilishwa hapa sana sana imeonekana ni kwamba ni wananchi hawajajua kwa kina kwamba dawati linakuja kufanya kazi gani. Sasa ndiyo elimu ambayo tumekuwa tukitembea mtaa kwa mtaa kuhakikisha kwamba kila mwananchi aliye na biashara aweza kujua ni namna gani anaweza kukuza biashara yake. Ndiyo kazi kubwa ya TRA kwa sasa. Tumehama kutoka kusema tu kwamba ni mamlaka ya kutoza kodi, bali pia tumekuja na mpango wa kuhakikisha kwamba kile tunachokitoza ni sisi tumewalea wafanya biashara wakakuwa na hatimaye wakawa na uwezo wa kulipa hata bila kulalamika. Maana mwananchi au mfanya biashara ukimwezesha akakuwa, wala hata haya mambo ya kulipia kodi hata ona ni mzigo, bali atalipa kwa furaha kwa sababu tumemwezesha na amekuwa na ana kipato. Walikuwa hawana uelewa namna ya leseni, ambapo unapokuwa umefunga biashara unatakiwa kwenda kuripoti au kutoa taarifa ili kuhakikisha kwamba hiyo leseni haiendelei kusoma lile deni. Kwa sababu changamoto ambayo imekuwa ikijitokeza, wafanyabiashara wanaacha tu biashara, anasitisha bila hata kutoa taarifa kwenye mamlaka ambazo zinahusika na ukusanyaji wa mapato. Kwa hiyo anaweza kujikuta mwishoni akiamua kuanza tena ile biashara anakutana na deni la leseni. Kwa hiyo wameweza kupata huo uelewa namna gani ili ukitaka kuanzisha pia biashara baada ya kuwa umesitisha awali unatakiwa ufanye taratibu zipi. Kwa hiyo umetoa elimu kwa wafanyabiashara juu ya leseni, ambapo kwenye jambo la leseni tumeongelea kwamba kuna leseni za aina tofauti pamoja na muda wa leseni kuanza na muda wa leseni kuisha, ambapo kila mfanyabiashara anatakiwa awe na leseni kuendana na biashara anayoifanya. Lakini pia tumeongelea juu ya jambo kwamba mfanyabiashara akiwa na biashara mbili za aina moja katika manispaa ya Shinyanga, basi anaweza akawa na leseni kubwa moja alafu akakata na leseni ndogo kwa maana ya ikawa kama branch. Lakini pia nimetoa elimu juu ya ushuru wa huduma kwa maana ya service levy, ambapo kila mfanyabiashara anatakiwa kulipa service levy, kwamba service levy yenyewe inaanza kuanzia mwaka wa fedha wa serikali tarehe 1 mwezi wa 7 mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka mwingine. Lakini pia huyu mfanyabiashara kwenye service levy anayo uhuru wa kulipa kwa awamu. Mimi nimefarijika sana kwa sababu hii elimu ni duni, kwa sababu TRA walikuwa wakiingia tu kwenye maduka wanafunga tu kila wakati. Lakini kwa sasa elimu imepewa nzuri ambayo kila mmoja mfanyabiashara ameelewa wajibu wake, jinsi afanye nini. Mimi nashukuru sana kwa hao wataalamu kuja kutufikia. Nijifunza kuweka akiba, yani biashara yangu iwe na daftari, yani biashara yangu iwe na mapato na matumizi, yani someke mapato na matumizi, ni nazingatia hayo ili ulipaji wangu wa kodi uwe rahisi.